naambia watu hivi, kwa nini mlevi asiende mbinguni? Kwa nini mzinzi asiende mbinguni? Kwa nini mchawi asiende mbinguni? Kwa nini muongo asiende mbinguni? Nikasema hivi, mlevi hawezi kwenda mbinguni kwa sababu ya matendo yake. Wengine watakuwa wanainama, haleluya sana, yeye anazurura mbinguni, anataka ni wapi wanapika pombe. Yaani yeye anazurura mbinguni, anauliza hivi ni wapi hakuna mama gati hapa anayepika gongo huko. Sasa unachafua mazingira. Wengine wanamsifu Mungu, wewe unatafuta vilabu. Mbinguni hakuna kilabu. Na hata akiwa melewa ataanza kikotorea, mbingu itachafuka. Amen. Nikasema kwa nini mtutumbi asiende mbinguni? Wengine watakuwa wanamsifu Mungu, maana kule hakuna usiku wala mchana. Sasa ataona mchana, atafikiri ni usiku. Watashangaa malaika, mtu anaenda juu na ungo na huyu ataanza kuwafinya malaika, na malaika wanapiga viboko. Ukijichanganya ukamfinya Mikaeli, atakupa bapa la upanga. Amen. Nikasema kwa nini mzinzi asiende mbinguni? Unaifahamu kazi ya mzinzi? Malaika wote ni wazuri. Kwa hiyo akiona malaika anaanza upeko namba, na mbinguni hakuna simu, atatongoza malaika. Ndizo sababu za watu wenye dhambi wasiingie mbinguni. Shangaa anaanza kutongoza malaika. Nakupenda, nimekuelewa, wewe ni mzuri, macho yako ni kama gurori. Wanadamu wa duniani wanatukana, yanakuta kibinti kinatukana, macho yako ni kama gurori. Unaijua gurori? Macho yako ni kama gurori. Unajua gurori? Eti una mguu kama wapi? Unajua bia? Yaani bia ilivyo fupi vile, huku mbele imechomboka, maana yake kama mguu kako kuna sehemu ni kanene na pengine kamechomboka. Na kana mdomo kanapitishaga nini sasa kama mguu kako hapo? Yaani unatukana na wewe unacheka, eti unaona ananipenda. Kwa nini muongo asiende mbinguni? Atakuwa anachonganisha malaika. Unajua Gabrieli amekutukana, anamwambia Mikaeli. Gabrieli alikuwa anakusema, amesema wewe hujui vita. Ndio maana watu wenye dhambi wasiende mbinguni. Amen. Mganga wa kienyeji kwa nini asiende mbinguni? Changa naenda kumwambia Mungu, Mungu unajua sasa wewe una matatizo. Nimeona matatizo yako. Nataka mpigie Mungu amri. Amen. Ndio maana watu wenye dhambi hawatakiwi kwenda mbinguni, lakini aliye mtakatifu hana kasoro yoyote inayomzuia asiingie mbinguni. Ndio maana tunasema okokeni, watu wakubishe, umpe Yesu maisha, baada ya kufa ni hukumu. Amen. Kama alikufa mama yako ukafikiri yuko mbinguni, hayuko mbinguni. Na kama huwa anakutokea kwenye ndoto, huo ni mzimu, yani yuko anateseka.